preach, do not see, hold here, or no. And then God who holds your breath in his hands and the hands of your ways, you have not glorified. Bali umejinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo nyumbani yake. Bali umejinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na maswari yako mmevinywea, nao umeisifu miungu ya fedha na dhahabu na ya shaba na ya nyumba na ya mti na ya mawe na siona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako hii mkononi mwake na njia yako zote ni zake, hukumtukuza. Bwana atapewa sifa. I'm sending to you for free. Mfalme aliita mpaka wachawi na waganga wote ambao wametafsiri ndoto yake, na akawaambia kwamba if you can interpret my dream, nitawainua, nitawafanya wakuu, mtakuwa yule ata interpret atakuwa second in command na atakuwa mkuu katika nchi yangu, nitamlipa akitafsiri. Mimi ninawatafsiria for free, amunilipi na sitaki munilipi. Simpigie Yesu makofi. Sababu ya kanisa kukua kile tulicho ni kwa sababu wakati mtu mmoja aliinuliwa tu kidogo, zile baraka zikakuwa ni Mungu, na akawa ukimuuliza anakuambia, Pastor, you need to understand, I'm too busy. Weekends, Jumapili ndio jamaa ako China akiload container ilete vitu zake, na anakuambia my goods are in the ICs. Akipandisha nini? Ziko juu ya maji zikielea zimekuja. Wapendwa, hiyo ndio taabu yetu na shida zetu ziko hapo. Maandiko inasema ya kwamba mmeinua dhahabu ambayo haina kinywa, haina midomo, haina macho, haina miguu, unaibeba. Hizo pesa zako ni wewe unazibeba na unazilipia zitunzwe kwa benki. Do you know how much you are charged? Ile pesa yako ikuwe safe? A lot of money, because it cannot save itself. Na imekuwa ndiye Mungu alikuwa hata sio third party, ako mbali. Siku hizi pesha, kuna pneumonia siku hizi, na kuna ungu ambayo inauma, na hiyo malaria sitaki nikuse. You know, ukaanza na unajua hiyo yote ni nini? Ni kuabudu miungu. Ulikunywa vikombe vyangu wewe na wake zako na wakuu wako na concubines, ndio ni unasikia ni kuwaita malaya wako. With your concubines, girlfriends and boyfriends, mnakunywa vyombo. Mlitoa wapi hizo baraka? Ulitoa wapi? Kanisani. Wakati nilikuombea ama ukaombea na mchungaji mwingine kama mimi, wakati huo ungekuja na magoti. Ukapata kibali wapi? Kanisani. Na saa hiyo pesa unaenjoy na nani? Na girlfriends and boyfriends. Hauna wakati na Jehova. You can't bend your knees. Uweze kukunja mkongo wako tena na unakumbuka vile ulimlilia Mungu. Na wakati huo ulikuwa si chochote. Lakini siku hii unatembea hivi, staili ya nywele na kiatu usiseme. Bwana atapewa sifa.
Hiyo ni kuworship nini? Gold and the silver and the wood and the everything. That is where we are. Turudi tena kitabu cha Luka mahali tulianzia 19. You know, ninawaambia hivi kwa sababu nitapeana hesabu kwa ajili yenu. Kwa nini ukutajirika? As he drew near, he saw the city, Kitengela, and wept over Kitengela, saying, if you, the people of Kitengela and the Living Word Church, especially the Living Word Church, especially, especially the Living Church, Living Word Church, in this year, in this you are not hidden from your eyes. Yale mambo ingekufanya utulie, usitili, uenjoy maisha, ukae katika utele na ufanisi. The thing that make you at peace, they are hidden from your eyes. And that's what I have come, ili niweze kuyadhihirisha machoni pako. Never think that ya kwamba una excuse ya kutosha. Nilikuwa kazini. Your pastor will take that, but your God will not. Bwana atakasifiwe. The Bible says God will give you the desires of your heart. Na waambianga nilikuwa ninafanya kazi Kisii. Unajua Kisii? Sio kaunti, unajua Adhirika kuna Kisumu ndogo. Sio Kisii ndogo karibu na Kitengela. Ninasema Kisii original. Nilikuwa nafanya kazi huko. Na ninaomba Morning Glory hapa. Kabla akina mama Mudhoni wafike kanisani, mimi nilikuanga nimefika. Na kabla hawajakuja nilikuwa nimeomba 1 hour before they come. Nikitoka Kisii, naamuka Kisii, na naomba hapa leza lizima kabla hawajakuja kazini. Kwa nini? Because God will give me the desires of my heart. Whatever I treasure, God will make it available to me. Bwana wetu apewe sifa. Siri ya ufanisi wako tu iko karibu na wewe, lakini imefichwa. Ninakuja kufichulia. Umeninyamazia leo na mtazuia nihubiri, afadhali tu nichekeshe na nifurahi. Bwana wetu apewe sifa. I am not giving a sermon, I'm giving a message. A sermon and a message are different. Message is a messenger, I'm just sent. Ninadeliver message ujumbe ambao nilitumwa nao. Hivyo hata ukikosa kunipenda, si mimi, ambia mwenzako left and right, si yeye, ni Mungu amemtuma. So sasa nikubali kwa sababu mimi ni mshuhuda wako, nimetumwa na Mungu. So sikiliza, yale mambo inasababisha ufanisi wako usipatikane yamefichwa kwako, lakini leo nimetumwa nikufichulie. If you ain't know, even you, and especially you Living Word Church, this your day, the things that make your peace, but now they are hidden from your eyes. For days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you, and close you in on every side. Ungesema wao kama mnaelewa ama ni language tusome, karo tusome. This word is so precious to every one of us.
from verse 41. Luke 19. Alipofika karibu, aliona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasavyo amani, lakini sasa yamefichwa macho pako. Lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na pause a bit. Is it the bomb? Embankment ni nini? Ni ukuta. Utazuiliwa wewe na watoto wako, na hiyo sio finance yatumiwa, hiyo utazuiliwa. Ninawatafutia njia ya kutoka. Bwana atapesifa. Lakini maandiko yanasema ya kwamba laiti ungejua kile kingesababisha ufanisi wako na amani yako, lakini kimefichwa kwako. Na nikasema nimekuja nini? Kufunua kwenu. Na hapo chini Biblia inasema ya kwamba siku zinakuja juu yako, wakati ambapo maadui zako watakujengea ukuta wa kukuzuia wewe na jamii yako, wewe na watoto wako. Mambo ni mazuri kwa sasa, lakini tumepatikana na hatia ya kwamba wakati tulibarikiwa kidogo, tulienda kuabudu miungu ya hizo baraka na tukasahau kumwabudu aliyetubariki. Tunasifu ule ufanisi. Tumenunua mashamba, tumejenga manyumba, tunanunua maploti, tunafanya mambo, lakini sasa tukatoa macho yetu kwa Mungu, tukaingia kwa zile vitu. And that is what we treasure more than Jehovah, the Creator, the one who gave to us. Biblia inasema ya kwamba vile unavienjoy sasa, Mungu anasema siku inakuja mahali wakati ambapo adui hakufurahia wakati ulibarikiwa. So anapanga mbinu ya kujengea ukuta, akuzuie, akufungie, usisonge, usione mwangaza. Bwana tukuzwe. Hizi magonjwa unaona zinasemekana hazina kinga, hazo ni maukuta. Hizi makanza na blood pressure zinasumbua watu, ni maukuta. Na zimejengwa si Mungu, zimejengwa na nani? Na maadui. Walipata kibali wapi? Wakati ulibomoa ukuta ule. Ulikuwa unalinda nyumba yako na kulinda mali yako na kulinda watoto wako na jamii yako. Sasa ukaanza kuabudu na kusifu baraka, ukasahau kumsifu aliyekubariki na hizo baraka. Kazi zetu zimekuwa miungu, ziko na dhamana kuliko anayekupatia pumzi yako. Tunazitresha kuliko anayetupatia uzima. Mkubwa akiitana unaweza kwenda na magoti, unampatia kikombe ya chai ukitetemeka. Umesahau anayekupatia uzima, na hizo viungo zako kukunjana vile zinaweza. Tumemweka Mungu nyuma, tumetwesha zile vitu na zile baraka na zile mamlaka tuko nazo, na tumesoma tukaongezea na tukaongezea na tukaongezea, for us to be better and better and better. Tumeenda courses, colleges, kila kitu yote to add knowledge to what we have, to grow taller. Joseph akwenda hiyo college, Daudi akwenda hiyo college, Ruth akwenda hiyo college, Esther hakwenda hiyo college, na Biblia inasema ya kwamba waliinuliwa. Belshaza ameelezewa kuhusu baba yake Nebukadneza, alijiinua akakosa kuinua Jehova. Akajisifu
akakosa kumsifu Jehova. Let me tell you, usifikiria kwamba when you backslide you are safe. God rules. Mungu anatawala jehanamu, anatawala kanisani, anatawala baa, anatawala kwa klabu. Bwana tukuzwe. Niliwapatia hadithi ya msichana nilikutana naye Ukambani huko Mwala, nikitafuta kanisa mahali pa kuabudu. Nikakutana na msichana anabeba Bible. Kamwambia anatafuta mahali, anatafuta kanisa ya kiroho. Kaniambia ninaenda huko. Na tukaungana tunaenda kanisani. Nikamshuhudia mimi ni nani. Nikamwambia tell me about yourself. Na kanieleza vile alibackslide kwa sababu ya kusikia wasichana wengine wakiongea vile weekend ilikuwa na vile walikuwa nakula makuku na chips with boyfriends, na yeye hana wakati wa kujiexpress na nini, hakuwa na jambo la kusema. So akaamua, nimekuwa kama mama nikiwa msichana, wakipeana nini kama hizo mimi nawapatia nini kanisani, kwaya, praise and worship. Anaona kama hayo maisha ni ufanisi ya kisasa, ni maisha mazuri. So she decided I'll backslide and enjoy life. And because she had money, alikuwa na pesa, she was a secretary, hao watu wa clerks, secretary ya mkubwa. She had money, so she chose to backslide. Akaenda kuchukua pesa, akaenda kwa club, night club. Sasa hajajifunza vile klabu inakuanga, ameenda na ile nguo ya kanisa inafika hapo. Karibu aenda na kitambaa. Hajui life ya huko, kuna uniform ya huko, hakuenda na uniform, alienda na nguo mrefu. Akaenda akaketi kwa meza yake, hakuna mtu hapo, ako peke yake. Hakuna mtu atakuja naona huyu mama. Akaona wakuja, akaamua akakuta wanaume wanaketi watatu. Akaamua akakuja. Na hajui kuongea lugha ya mbaa. So akasema ya kwamba kaita wewe itakuja. Patia hawa vile wako na uniletea yangu. Wakaletewa tasikaini, wakaleta tasikaini zao wanaume tatu na yake moja. Sasa hii yake ameguza, anatetemeka. Anakaa, anaguza tena fungu ya kuni, na ile funguliwa akunywa, anatetemeka. Akatoka hapo akaenda kwa choo akaomba. Akamwambia Mungu, huko ni mbaya. Si kanisani. Mimi nilikuacha nikakuja kwa baba. Kwa nini natetemeka nitaka kunywa pombe? Sio niache mimi, siko kanisani, niko kwa baba. Hakutoa ya kwamba life is everywhere. Hakuna, you cannot run away from God. Hata uwe shetani mwenyewe, ile maisha utakuwa nayo ni ya Mungu. Bwana yote pesa. Akaomba Mungu, anamwambia niache huko nibasi kanisani. Let me enjoy. Na wengine wanakunywa. Sasa kwa nini? Akishika tena anatetemeka naacha. Chupa inakuwa kama iko na spark. Anajaribu kuongesha watoto hao wanaume, maneno yanaisha. Wakimwongelesha anakwazwa. Sasa anakasirika. Alienda kutafuta hiyo. Wakimwongelesha anakwazika. Finally saa 6 na kitu akachukua chupa yake. Sasa si ya kunywa pombe. Akamwaga hiyo pombe chini. Sasa ilikuwa silaha aende nyumbani. Lakini akaamua kupitia ile njia inakuwa majambazi. Kwa sababu sasa hataki maisha ya kwa nini, na amekuja kwa shetani na shetani amemkata. So sasa nataka tu nipitie mahali ni wao. So akapita mahali, akapita huko, hakuna mwizi alikuja. The following day aliamua kwenda kwa kazi yake. Hapo kisha aligonga mlango, by God's grace kazi alikuwa. Na ndiye alikuwa amemhubiria wokovu mbeleni, na alikuwa ndani ya nyumba. Akapiga teke mlango ukafunguka, akapiga magoti kwa mlango, akamwambia I want to fight it. Kuna wakati kulikuwa na stika zilikuwa zinaandikwa I found it. So sasa akasema ya kwamba I want to fight it.
akapiga magoti kwa mlango, aliombewa wokovu, akaokoka tena, na alikuwa serious. Ndiye aliniambia kwamba nao hata kukuwa kuna mbingu, I tried it, nilijaribu. There's no any other life. Life ni Mungu. Hata kwa shetani life ni nani? Ni Mungu. So usijikape ya kwamba pastor ninaacha hii kanisa, hata ukienda wapi Mungu atakuwa. He knows everything. You cannot do without you. Now, hebu angalia, why is God? End of Daniel chapter 4. Why is God fighting Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar ni mshehe, ni Muislamu, ni wa Babiloni. Babiloni ni Iraq kwa sababu zaidi. Huko ndipo Nebuchadnezzar alikuwa mfalme. And God is fighting him kwa sababu amheshimu Mungu. Nebuchadnezzar amheshimu Mungu, na Mungu akasababisha afanya nini? Akule nyasi. Danieli alitumiwa mtu shehe, mtu wa shetani, akamwambia kwamba ukishusha kiburi chako na uheshimu masikini na watoto yatima utahurumiwa. Na yeye hakusikia, akatembelea kwenye ukuta, akaangalia Babiloni, akasema ya kwamba Babiloni is built by my majesty. Biblia inasema when those words were in his mouth, roho ya mwanadamu ikatoka na akapewa roho ya mnyama na Mungu, na straight alienda msituni kula nyasi, alikunywa maji ya barabara. Mfalme ile mtani, Biblia inasema nini? Until, can we take just to read a verse there? Mpaka wakati alitambua ya kwamba Mungu anatawala. So God rules. Mungu anatawala wenye dhambi na waliookoka. Anawapanishi wote, wale wako kanisani na wale wamekataa kanisa. Danieli mstari wa mlango wa 4 mstari wa 29. 12 alikuwa akitembea ndani ya jumba la kifalme katika Babeli. Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli, mji huu sio Babeli kubwa uliojenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu. Lakini kwanza wacha turudi nyuma, my sister. Mstari wa This is the interpretation, O King, and this is the decree of the Most High, which has come upon my Lord the King. Babylonian, they shall drive you from men, and your dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make you eat grass like oxen. They shall wet you with the dew of heaven, and the 7 times shall pass over you until you know that the Most High rules in the kingdom of men, and gives it to whomever he chooses. And inasmuch as they gave the command to leave the town and the roots of the tree, your kingdom shall be assured to you after you come to know that the heaven rules. Therefore, O King, let my advice be acceptable to you. Break off your what? Haiko hapa juu, hatujawekewa juu. Break off from your sins. Hatusome? Are you reading your Bibles? Break off from your sins. Verses 27. By being righteous and your iniquity. Pastor, uko na amplify. Yeah? Okay, King James.
and your iniquities by showing mercy to the poor, perhaps there may be a lengthening of your prosperity. And all this came upon Nebuchadnezzar. At the end of the 12 months, he was walking about the royal palace. In other words, alipewa maagizo, akaambia kwamba hii inaweza kosa kutendeka kwako ikiwa utafunja kiburi chako na mtambue Mungu kama ni yeye anatawala tawala zote na falme zote, na umheshimu na utubu na kuacha dhambi zako, nawe utapata urejesho. Lakini alivumisha moyo wake, na Biblia inasema ya kwamba akawa anatembea juu ya ukuta. Mstari wa 30, then the king spoke saying, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty? Isn't that what we think? It is my efforts. Ni nguvu zangu, ni akili yangu, ni ujuaji wangu, ni bidii yangu. Alisema hivyo. While the word was still in the king's mouth, a voice fell from heaven. King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you, and they shall drive you from the